Bismillah, inaitwa Profesa Isa Haji Zidi, ni mwenyekiti wa bodi ya chuo cha Kiislamu hapa. Kwa kweli leo ni kwenda siku yetu ya mahafali kwa ajili ya si mahafali hasa, lakini ni kuaga ni kuaga wastaafu wa chuo ambao takriban wafika 4 mpaka 5 hivi, na kwa kweli lengo kubwa ilikuwa ni kama sunna, tabia ambayo imeanza kwa wastaafu wengine ambao wamepita. Kwa hivyo tunakuwa tunaendeleza, kwa sababu mtu mfanya kazi naye pamoja miaka mingi, wengine miaka 20 na zaidi pengine, halafu mkaachana bila kuagana na kupeana nasaha, inakuwa jambo ambalo sio zuri sana kwa binadamu, kwa sababu anaweza kujihisi kwamba labda ametupwa tu wakati ameishi na wenzake vizuri na wana mahusiano mazuri na wengine. Amechangia sana katika michango ya taasisi yetu ya chuo cha Kiislamu hii. Kwa hivyo lazima bado ule umoja wetu ubakie, na yeye kama tunamfariji kwamba asione kwamba labda ndo hakuna maisha na baada ya kustaafu, lakini maisha yapo baada ya kustaafu, na kwamba anakwenda pia tunampa maelekezo namna gani aweze kuendesha maisha yake bila ya matatizo, na bado ni binadamu kama binadamu wengine, na kwamba bado maisha yapo na asiboteke isipokuwa afanye kazi nyingine. Lakini pia tunaonyesha kwamba mahusiano bado yapo baina ya chuo na yeye mstaafu mwenzetu. Chote ambacho kitatokezea basi inabidi tutakutana, anaweza kuja tukapanga, au tukimhitaji pia yuko tayari kwamba afanye kazi na sisi. Ni ada ambayo tumewekeana, ni kumfariji, maana kwa wengine inaweza kuwa tukio gumu kidogo, lakini nadhani ni jambo la busara kufanya hivyo ili kukumbukana kibinadamu. Kila mmoja atafika, kwa hivyo kila mmoja anahitaji mawazo na huruma ya wengine ili aweze kuishi vizuri zaidi huko nje anakwenda. Hatua ambazo tunazichukua kuhakikisha kwamba uzoefu wa wastaafu wetu ambao na maarifa yao ambayo walikuwa nayo wakati wanaondoka, kwanza tujue kwamba swala la kustaafu ni swala la kisheria. Ni swala la kisheria kwamba mtu akishafikia umri wa miaka 60 ni kustaafu kwa lazima, na taasisi kama taasisi tunajua kwamba mwaka huu kuna wastaafu wangapi wanastaafu. Kwa hiyo hawa wanastaafu walikuwa na maarifa gani na walikuwa na uwezo gani wa kielimu. Kwa hiyo sisi kuchukua hatua kwanza kuangalia, tunapanga katika mipango yetu kwamba mwakani kuna mstaafu fulani, huyu alikuwa ni mtaalamu wa physics mathalan. Kwa hiyo tunachukua hatua kuhakikisha kwamba tunampata mwalimu wa physics wa kuweza kuziba lile pengo lake. Mathalan kulikuwa na mfano kama huyu aliyostaafu ni mfano Dr. Mkombe, yeye ni mtaalamu wa lugha ya Kiarabu na dirasatu Islamia. Kwa hiyo tunafanya harakati kuhakikisha kwamba lile pengo lake linazibwa, ili isitokee kwamba kuondoka kwao imekuwa ndo basi tena watu hawasomi na maarifa yapatikane. Kwa hizo ndo jitihada ambazo tunazichukua kuhakikisha kwamba tunaziba yale mapengo kutokana na maarifa waliokuwa nayo na ujuzi ambao wanaondoka nao. Naam, nasaha zangu ni kwamba kwanza wasiwe na wasiwasi katika swala la maisha, kwa sababu kuna mtu anakuwa na wasiwasi kwamba akistaafu atafanya. Maisha ni namna mtu mwenyewe anavyojipanga, na uzuri kwamba serikali yani inawapa semina hawa wastaafu, yani kabla hawajastaafu huwa wanapewa semina na kufundishwa na kueleweshwa kwamba jinsi gani waishi maisha ya uraiani baada ya kutoka huku kazini. Lakini mimi kama ni mkuu wa chuo pia nimewapa nasaha kwamba waendelee sana kushikamana na kuwa pamoja na sisi. Kustaafu si kwamba ndio wameondoka moja kwa moja, bali sisi tunawahitaji, na tutakapokuwa tunawahitaji basi wawe karibu na sisi. Lakini pia chengine ni kufanya mazoezi, kwa sababu umri kila utakapokuwa unakwenda inakuwa mwili unachoka, kwa hiyo wasiache kufanya mazoezi. Kiujumla, kwa kutambua misingi bora na mema na maadili mazuri kabisa ambayo wameiacha wakufunzi wenzetu wastaafu, sisi kama wakufunzi ambao kwa sasa tupo kazini, tunaahidi kwamba tutajitahidi kila mmoja kwa nafasi yake kadri iwezekanavyo kuona kwamba yale mazuri aliyoweka tunayaendeleza. Ukiangalia katika kufunzi wetu wapo ambao walikuwa hapo katika kitengo cha kusimamia ubora wa mitihani. Tumejipanga kuona kwamba tunaijaza nafasi hiyo na kuona kwamba ule uratibu ulio bora wa mitihani ambao utakuwa na maslahi kwa taifa basi tunaendeleza vizuri.
na kwa upande wa tabia ambazo zilikuwa ni nzuri wanazo wakufunzi wetu, basi na sisi wakufunzi wenzao ambao tupo kazini kwa sasa tutajitahidi kuona kwamba tunaziendeleza vizuri kwa maslahi mapana ya chuo chetu, lakini pia kwa taifa kwa ujumla. Kwa kweli nitoe wito kwa wastaafu ambao na hasa wastaafu wetu wa sasa, kwa sababu mimi pia niliwahi kuwepo katika kitengo cha utumishi, naelewa ABC ya utumishi. Alhamdulillah, kwa kiasi kikubwa Mheshimiwa Rais amejenga mazingira ambayo ni mazuri, ambayo kwa wastaafu wa sasa kwa kiasi kikubwa watakuwa na maisha ambayo yatakuwa ni tofauti na wale wastaafu wa zamani. Kwa hiyo wasihofu, waone tu kwamba nje ni kuzuri, waone tu kwamba nje sio kwa hala ambako pengine utakuwa umepoteza mwelekeo. Ni kwa hala kuzuri zaidi tu, wajitahidi kile ambacho watakipata, wapate washauri wazuri katika muda huu, na napenda kuwahusia kwamba watakuja washauri wengi kuwashauri katika mambo tofauti katika wakati huu. Ni muda mwafaka kwa wao kuona kwamba wanajiongeza katika kile ushauri ambao wamepewa, ili kile ambacho watakipata kiweze kuwa na maslahi kwa wao, lakini pia kwa wale ambao ni wategemezi wao na kwa maisha yao. Kwa kweli ni mstaafu wa chuo cha Kiislamu na nimefanya kazi hapa chuo cha Kiislamu kwa muda wa miaka isiyopungua 35. Napenda kuwaasi walimu ambao wanabakia katika chuo cha Kiislamu kufanya kazi kwa juhudi na kufanya kazi kwa mashirikiano, kwa sababu juhudi na mashirikiano ndiyo yanayopeleka mbele azma ya mafanikio katika ufanyaji kazi wa taasisi yoyote ile. Na taasisi hii ya chuo cha Kiislamu ni taasisi ambayo inafunza wanafunzi kutoka sehemu mbalimbali hapa Zanzibar au hapa Unguja na Pemba. Kwa sisi ambao ni wazee tunastaafu, ambao tumekuwa kuwepo hapa chuoni kwa muda mrefu, tulikuja hapa tokea wanafunzi miaka ya sabini huko, na sasa hivi tumefanya kazi katika chuo hiki, na leo hii tunawashukuru walimu kwa ujumla kwamba wamekuja hapa kutuaga rasmi kwamba ni walimu ambao tumefanya kazi kwa muda mrefu na tulikuwa pamoja kwa muda mrefu na tumeishi pamoja tukiwa ni ndugu katika taasisi yetu hii ya chuo cha Kiislamu. Natoa shukrani zangu za dhati kwa wafanyakazi wote wa chuo cha Kiislamu. Wawe na bidii ya kufanya kazi, wasiwe na woga. Sisi tulikuwa tunajitolea kwa hali na mali. Tukija times ambazo sio za kazi tunajitolea kutokana na hali ya wanafunzi ilivyokuwa wako wengi. Mimi kazi yangu nilikuwa ni karani, ni mpigaji wa chapa type ya Kiarabu, ndio ilonileta hapa. Nimeanza kazi kabla hapo nilianza kazi mitaala kwa kituo cha ukuzaji mitaala mwaka 1992 ndio nikaja chuo cha Kiislamu, na hapa nimefarijika na nipata mafunzo ya typewriter ya Kiarabu, na ndio ilioniongoza na ndio sababu ya kuletwa hapa, na nimefaidika sana kwa kusoma elimu zote zilizoko hapa za dini. Nashukuru Mungu.